Kwa wakati huu ambao tumerejea hapa tukimulika club kubwa hapa nchini Tanzania, Simba pamoja na klabu ya soka Yanga, tukianza na mabingwa wa kihistoria Tanzania Dar es Salaam Young Africans ambao wao kesho watashuka katika dimba la Boga Arab Stadium katika mchezo wa tatu wa hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika dhidi ya miamba ya kandanda Afrika Ahli. Tunatizama historia ya Yanga wanapokuwa away, lakini pia wanapokutana na Ahli, mambo huwa yanakuwa vipi? Yanga wamekutana na miamba ya kandanda Afrika Ahli katika nyakati tofauti na wakiwa na ubora tofauti pia na makocha tofauti pia tofauti na sasa. Wakati ule Yanga akikutana na Ahli kwa nyakati zile ilikuwa ni Yanga namna gani, hasa siku za hivi karibuni na Yanga hii ya kocha Pedro Goncalves ambaye anakwenda kwenye mchezo wa tatu wa klabu bingwa akiwa na alama 4 na wanakutana katika wakati tofauti pia, Ahli nao pia wakiwa na alama 4. Inawezekana wakati fulani waliwahi kukutana, Ahli walikuwa mbele kidogo, lakini kwa wakati huu wanafanana hivi. Kwenye kufanana hapo wanafanana na alama maanisha. Hapo kidogo. Unajua majengo, ukizungumza Ahli unazungumza miongoni mwa klabu bora za karne barani Afrika. Unielewa? Yaani ukizungumza ile Centurion, hii ndio klabu bora zaidi kwa karne iliyomalizika. Kwa ni moja kati ya timu ambayo ina mafanikio makubwa, ina historia kubwa pia vile vile. Lakini ukizungumzia kuhusiana kwenye swala zima la ubora na makutano, nadhani kumbukumbu ya haraka itakuwa ni kwenye michezo ya makundi iliyopita recently hapa, ambao tuliona Ahli alishinda bao 1-0 akiwa nyumbani kwake, lakini ilivyokuja Tanzania matokeo yakamalizika kwa hizi timu kutoshana nguvu, ikawa ni sare. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba rekodi ya hivi karibuni, sare ya 1-1. Yes, rekodi ya hivi karibuni imeonekana kama hakujaonekana kuwa na tofauti kubwa sana, lakini pia ukichachawiza au kichangia kwa au kwenda mbali zaidi na kuangalia, unaiona pia Young Africa imekuwa ni timu ambayo toka imeanza kujipambanua kuleta ushindani kwenye michuano ya kimataifa, imekuwa pia ni timu ambayo ni kama vile haichagui kiwanja, mbali na wapinzani wao kama Simba ambao walikuwa kwa asilimia kubwa matokeo yao kwa kiwango kikubwa walikuwa wanapata kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini ukitazama kwa maana ya Young Africa ilikuwa ni tofauti kwamba hata kwenye viwanja vya ugenini walikuwa wanaweza kushinda. Na ndio maana ukitazama hata kwenye mchezo wa finali wa kombe la shirikisho wale waliofanikiwa kuingia ilikuwa ni dhidi ya USM Alger, walienda kushinda kwenye uwanja wa ugenini baada ya kuwa wamepoteza kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo ni timu ambayo inajipambanua wakati inaendelea kujijenga na kujitanabaisha kama miongoni mwa timu za kuchungwa zaidi au za kutazama kwenye michuano ya mataifa ya klabu bingwa barani Afrika. Imekuwa ikitengeneza historia nzuri kwamba hata kwenye viwanja vya ugenini pia imekuwa ikifanya vizuri. So tukirudi hapa kwenye kutazama uzito wa klabu zenyewe, ni kwamba Ahli ni timu ambayo kwa hivi sasa pia hawako kwenye wakati mzuri sana. Yes, ni majengo. Naam. Tunazungumzia Ahli ambayo ukitazama takriban michezo 6 iliyopita wamepoteza michezo takriban 4. Sio, nielewa, lakini hapo huwezi kuhukumu kwa sababu ilikuwa ni michezo ya Ligi Cup ambayo ilicheza timu ambayo sio timu ya daraja lao la kwanza. Yaani sio chaguo lao la kwanza. Asilimia kubwa walikuwa wanacheza wachezaji ambao unasema ni wachezaji wa kikosi cha pili labda, au tunasema kwenye reserve team zaidi ndio walikuwa wanacheza pamoja na vijana. Kwa hiyo ukiwahukumu kwa matokeo hayo pia nadhani itakuwa sio kipimo sahihi, kwa sababu hawakuwa wanatumia wachezaji wao zaidi ambao tunasema ni chaguo la kwanza. Lakini ukienda pia kwenye timu sasa yao ya chaguo la kwanza, unaanza kuyaona mashimo yakiwa yanapatikana. Toka akiwa ameondoka nadhani toka kipindi anampoteza Abdelmonem anaenda Nice, unakumbuka wa Faransa akaja hapa msimu uliopita walikuwa wanacheza na Yasa Ibrahim ambaye alikuwa ni beki wao wakati, lakini pia walikuwa na beki mwingine ambaye aliondoka pia akaenda Line, si ndio? Kwa maana kwamba walikuwa na walinzi wao wawili ambao pia walikuwa tegemeo kwenye kikosi, lakini wameondoka. Baada ya kuondoka unaona kwamba kumekuwa na mapungufu kwenye eneo hilo, hususan eneo la kuzuia. Kwenye ligi sasa hivi ukitazama Al Ahli michezo takriban 12 ambao wamefanikiwa kucheza tayari wameshaenda kuruhusu mabao 12. Yaani wenyewe wamefunga mabao 22 nadhani kwenye ligi, lakini wameruhusu mabao zaidi ya 10. Kwa hiyo ni wastani wa kuruhusu bao moja kwenye kila mchezo. Kwa hiyo hii ni timu ambayo kwenye eneo la kuzuia wana shida. Hiyo ni shida ambayo tayari inaonekana na inachangiwa zaidi pia na uwezo ama ubora wa El Shenawi kwa maana ya mlinda mlango wao. Na recently amekuwa ni mtu ambaye anafanya makosa ambayo yanapelekea mabao. Kwa hiyo ni timu ambayo na hiyo kitazama bado haijawa stable. Juzi nilikuwa najaribu kupitia by the way ni jana. Nilikuwa najaribu kupitia wamefanya utambulisho wa wachezaji takriban 3 kwa mpigo wametoa, kuna nyota wamemtoa Ceramica Cleopatra. Yes, ni winga by the way kushoto kulia pamoja na mshambuliaji anacheza pia vile vile. Na ni yule Marwan Othman. Yes, Othman. Lakini pia wametambulisha pia na wachezaji wengine wawili wa ziada. Lakini ukienda kuangalia lakini ukienda kuangalia hizi sajili ambazo zimefanyika bado hata mashabiki hawaridhishwi na kile ambacho kimefanyika. Wanaamini wenyewe shida yao kubwa walionayo ni kwenye eneo la ushambuliaji pamoja na eneo la walinzi, hususan walinzi wakati ambao tunazungumza. Mind you, msimu uliopita walikuwa na Wessam Abu Ali, si ndio? Yule Mpalestina ambaye alienda Marekani.
Lakini sasa hivi mtu ambaye anacheza zaidi kwenye eneo la ushambuliaji ni Ahmed Zizo, si ndio? Ambaye huyu kimsingi ni kiungo mshambuliaji. Lakini anacheza kwenye eneo la ushambuliaji kwa sababu hawana option, yani hawana machaguo makubwa kwa kiwango hicho. Kwa hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo yanaonekana kuwa yana shida. Kwenye eneo la center back pia hapo nimezungumza kwenye ulinzi na penyewe pia wanaonekana kuwa wana shida kwa namna moja au nyingine. Hata namba zenyewe zinazungumza. Kwenye michuano ya mataifa ya klabu bingwa barani Afrika, michezo yao miwili ambayo wamecheza wamefunga mabao 5 lakini wameruhusu mabao 2. Wastani wa kuruhusu bao 1 kwenye kila mchezo, si ndio? Nenda kuzungumza hapo. Sio naiona hiyo nani ambayo tunaizungumza hapo. Kwa hiyo unaona kwamba ni timu ambayo kimsingi msimu bado haijao kwenye ile level iliyofanya yenyewe itambulike kama tunasema klabu bora ya karne barani Afrika. So kwa mazingira haya Al Ahly ambayo inaenda kukutana na Yanga haiko kwenye ubora ule wa kutisha, lakini tusijisahau na kudhani kwamba Al Ahly ambayo haiko kwenye ubora ule itakuwa na uwezo sawa na Mashujaa. Sisi ni unanielewa? Yani hawezi kuwa nyau. Yani hata kinyeshewa bado hawezi kuwa nyau. Bado Simba ni Simba na kuna moments zake ambazo anaweza akafanya na akakuonyesha ule uhatari wake kwamba ana wachezaji wanaojua kucheza hizi game, ana viongozi ambao wana experience na exposure kuhusiana na hizi game, wana mashabiki pia ambao pia wanajua namna ya kuanikiza majukwaa. Na ndio maana pia hii game imepelekwa kwenye uwanja wa Bogue la Arab. Huu ni uwanja ambao una historia kubwa, ni uwanja ambao mara nyingi ukiona game inapelekwa kule ina maana kwamba wanaitaka na wanahitaji nguvu ya ziada ya mashabiki, ndio maana wanaipeleka kwa sababu wanaamini kwamba ule ni uwanja ambao wa mauaji. Yes, sasa naona umependa style ya Musa Mkwaju ya kuweka 4. Sijawahi kukuona ukiwa umekaa hivi. Nikaanza kama legend anafaidi. Anyways, lakini unatakiwa sasa kuweka huo huko. Hapana. Haiwezekani. Sasa naam, karibu sana bwana Ngoso Msigo. Ametupitisha vizuri Musa Mkwaju kutuelezea Ahly jinsi ilivyo kwa siku za hivi karibuni, wakinasa kiungo fulani hivi kutoka pale Cleopatra na ni Ceramica Cleopatra inaongoza ligi sasa. Anaongoza ligi wakiwa na faida ya michezo miwili zaidi. Wanaibuka msimu huu nafikiri wamekuja vizuri ila bado haitoshi kudefine msimu wao. Sababu mechi 12 peke yake. Nafikiri kuna mwanzoni mlikuwa mnazungumzia kuhusiana na Yanga na historia yake ya nje. Nafikiri unafahamu Yanga kufuzu kwenda 2021 wakati anafuzu kwenda kucheza michuano ya mpaka naenda finali. Alikuwa Tunis. Na akamfunga klabu African akiwa away na akiwa ametoka hapa sare, ndo goli la away likamfanya yeye mmoja aende akafuzu. Kwa hiyo tabia hiyo amekuwa ni tabia yake ya muda mwingi sana, na nafikiri michezo ambayo ameenda akapoteza kule mchezo dhidi ya Belouizdad ambao alipoteza mabao 2-0 na akapoteza goli 1-0 dhidi ya Al Ahly ukanda wa UNAF. Lakini ameenda kule kucheza na USM Alger, amefanikiwa juzi kwenye kundi lake hili amecheza dhidi ya Escabili, lakini pia ameenda kutoa sare. Kwa hiyo imekuwa ni timu ambayo haiangalii wapi ambayo inaenda kufanikiwa nayo. Lakini pia hata kwenye ile mechi ya finali ambayo nasema alishinda, pia hata nusu finali yake alienda kumfunga Malumo kule nyumbani kwake. Kwa hiyo amekuwa na hiyo system. Kwa hiyo Yanga anapoingia kwenye mechi, matokeo anayapata kwenye mechi. Lakini pia Yanga ni timu ambayo pia the best defensive team kwenye Champions League msimu huu tunapozungumza. Yanga amecheza mechi 2 hajaruhusu bao lolote. Kwa hiyo ni kati ya timu ambazo bora sana kwenye sehemu ya defensive, tofauti na Al Ahly ambaye tayari mpaka sasa amesharuhusu mabao 2 wastani wa bao 1 kila mchezo. Lakini pia Yanga ni transitional team zaidi. Yaani akiingia uwanjani anakuwa anafuata malengo yake zaidi kuliko aina ya mpira au display ya mchezo ilivyokuwa. Ukienda kuangalia possession ya Yanga na asilimia 46 nafikiri ya possession kwenye michezo yote miwili aliyocheza kama average. Lakini Yanga amefunga bao 1 lakini amepiga shot on target 6. Maana yake ana wastani wa kupiga shot on target 6 kwenye kila mchezo. Ndio timu ambayo imefanya majaribio mengi kuliko timu yoyote kwenye michuano ya klabu bingwa msimu huu. Kwa hiyo kila ukiangalia Yanga ni kwamba hawaonekani kwamba ni hatari, lakini ukienda kufuatilia numbers unaonekana kabisa kwamba kwenye majaribio wanafanya vizuri, afu wanalinda vizuri. Kilichokosekana kwao tunasema conversion rate. Kama unaweza kupiga shot on target 12 kwenye michezo miwili, maana yake kilichobaki ni ufanisi tu wa yale. Na ndio maana wakamshusha mshambuliaji aina ya Depu ili aje amalizie hiyo kazi. Yes, na hata ukienda kuangalia usajili wao unaenda kukidhi sasa kile ambacho walikuwa wanakihitaji wao zaidi.
wameenda kutafuta eneo la midfielder wa chini ambaye ataendelea kudumisha kile walichokuwa nacho, lakini wameenda kuongeza machaguo zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu kama ulikuwa unaikuwa na machachari, ukimwongeza Okello ambaye anaweza kaongeza hatari, means unaenda kufungua zaidi wapinzani na unaweza kupata mabao zaidi. Lakini at the same time kuna wakati tunafahamu kwamba Dube ana roam sana, accuracy yake inapungua, ndipo anakuja depth pia. Lengo lao pia ni kuweza kuongeza conversion. Kwa hiyo Yanga wanafahamu pia strength zao na weakness zao. Na kwa kujazia tu Yasin Majengo. Naam. Nadhani Ngoso ni kama ameipiga kitaalam sana. Lakini tu tukizungumza kwa ile lugha yetu sisi ya mtaani na lugha nyepesi kabisa, inawezekana Yanga ndo timu ambayo ilikuwa na safu butu zaidi ya ushambuliaji kuliko timu nyingine yoyote. Kwa maana ya kwamba kama umetengeneza nafasi, umeattempt mara 12, umefunga bao moja, wewe inaonekana conversion rate yako ni mbovu na umaliziaji wako ni mbovu zaidi. Kwa hiyo Yanga ambayo ina safu mbovu zaidi ya ushambuliaji kwenye kufunga, lakini yani ni butu zaidi kwenye kutikisa nyavu za wapinzani na kucheza dhidi ya Al Ahly ambao na wenyewe inaonekana pia ni chekecho. Kwa hiyo hapa lazima iwe 50-50. Ndio hapo sasa tunapokuja kuzungumza kwenye hiyo maingizo. Lakini tayari Yanga si ndio tunaposema kwa ndio hapo tunakuja kuingia kwenye mazungumzo hayo mapya. Sasa ukija kwa hayo maingizo mapya ambayo tunayazungumza, kumbuka Ahly pia na wenyewe wamefanya maingizo ambayo either yanaweza kumbuka sio level ya Al Ahly. Anakifanya kila anachokifanya kwenye zile dakika chache kwa sababu pia ya level ya mpinzani ambaye alikuwa anakabiliana naye. So hiyo ni vitu ambavyo tunaweka kama angalizo. Hatusemi kwamba Young Africa hawezi kwenda kufanya vizuri, hatusemi kwamba Depo hawezi kufunga, hatusemi kwamba Al Ahly lazima atashinda, lakini ni sehemu ambazo tunapaswa kuziwekea tahadhari. Sijui kama tunaelewana vizuri. Watu sio kanikoti vibaya kwamba unaweza kutoka hapa mtu jana na kusimamisha na kusema bwana wewe ulisema sisi hatushindi bana. Hiyo nadhani mtu aelewe vizuri kwamba Young Africa kwa mujibu wa takwimu ndio timu ambayo ina safu butu zaidi ya ushambuliaji. Inakutana na Al Ahly ambayo na yenyewe pia safu yake ya uzuiaji imeonekana kuwa ina mapungufu, si ndio? Je, nani atanufaika? Atakayenufaika kwa kiwango kikubwa ni yule ambaye pengine atacapitalize mapungufu ya mwenzake na kujimarisha au kuboresha zaidi au kufanyia kazi mapungufu yake. Sasa pia Al Ahly ndio timu ambayo inaongoza kwa safu bora ya ushambuliaji. Yes, ikiwa imefunga mabao matano kwenye michezo miwili. Na mabao yake mengi sana au ubora wake mkubwa sana wa kutengeneza mashambulizi unatoka pembeni. Wakati Yanga asilimia kubwa ya mashambulizi yao yanaingia katikati. Kwa hiyo hizi ni timu ambazo zinakutana, kila timu ikienda kushambulia inashambulia kwa namna yake, alafu pia kwenye kuzuia inazuia kwa namna yake. Kwa hiyo ukitaka kuwazuia Ahly itabidi uzuie maeneo yao ya pembeni, kwa sababu huko ndo ambako kumekuwa kuna hatari zaidi. Na hata ukitafuta wanaotengeneza assist, wanaotengeneza nafasi nyingi kwa Ahly ni wale mawinga wa pembeni. Bahati mbaya mmoja anatoka Morocco pale, Ashraf, nafikiri ni majeruhi. Na tunaombea aendelee kuwa ameumia hivyo hivyo. Ili timu yetu ya Tanzania isipate dhoruba. Kwa sababu yeye ndo anayeongoza kwa assists, na hata akiingia uwanjani key passes nyingi anazitengeneza yeye. Kwa hiyo unapokutana na Ahly, sehemu ya kwanza ya kupambana nayo ni pembeni. Lakini Yanga tunafahamu kabisa kwamba wao pembeni sio deal sana, kwa sababu wana mawinga ambao wanapenda kutack in, kuingia ndani au kuinvert ndani. Kwa hiyo mara nyingi wakishambulia wanashambulia kupitia katikati, na sehemu hiyo ambayo Al Ahly pia wamekuwa na udhaifu kwenye eneo lao la backline. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba yoyote anaweza kupata matokeo, kwa sababu ubora wa mwenzake ndio udhaifu wa mwenzake. Yaani Yanga yeye ni butu zaidi kwenye kushambulia, ndio udhaifu wa Al Ahly, kwa sababu anaruhusu sana mabao. At the same time kile Yanga ni bora sana kwenye kujilinda, ndio ubora wa Ahly, kwa sababu Ahly anafanya nini? Ndo anafunga zaidi mabao. Kwa hiyo ni mechi ambayo ubora wa Yanga utasumbuliwa na udhaifu wa Ahly. Sisi tunaweka vizuri kwamba kile ambacho Yanga ni bora, manake Ahly kinakuwa na Ahly kwenye upande wao utakuwa ni bora vile vile. Ushambuliaji wa Ahly ni bora kutana na defense ya Yanga bora. Defense ya Ahly dhaifu inakutana na rudi hapo. Ushambuliaji wa Yanga dhaifu utakutana na defense ya Ahly dhaifu. Ushambuliaji wa Yanga dhaifu unakutana na defense ya Ahly dhaifu. Sio wameboresha Yanga? Sasa yani swala ni kwamba wamefanya maingizo. Si ndio? Ambayo tulikubaliana hapa mwanzo kwamba ili tukutemwe ni bora au sio bora tunahitaji muendelezo.
sio? Yani uwezo ukaamka leo ukamfunga labda let's say Barcelona amefungwa na Almeria game moja, tukasema sasa Almeria ndio tunahitaji kuona mwendelezo. Kwa muktadha huo Young Africa wamefanya maingizo yao kwenye game ambayo wamecheza yameonyesha vitu. Kwa mfano Momo Damaro nadhani amecheza mechi kadhaa, si ndio? Tumeona kile ambacho anakifanya. Tunakubali kabisa kuna level tofauti ambayo ameileta kwenye klabu ya soka Young Africans ukilinganisha na wachezaji wengine wa eneo hilo, lakini sio kwa level ya Al Ahly. Si kama tunaelewana hapo? Sawa. Sio kama kwa level ya Al Ahly. Naelewa. Sijui Alan Okello amecheza na Mashujaa, ametuonyesha kitu, lakini sio kwa level ya Al Ahly. Kwa hiyo hatuwezi kusema moja kwa moja tayari imetibu ile. Tunakubaliana kwamba wameonyesha kiwango bora. Tunakubaliana kwamba tunasubiria huo muendelezo ili tuseme sasa hapa huyu mgonjwa kapona, kwa sababu mgonjwa anaweza akapiga chafya alafu asinyanyuke. Kwa hiyo alichokizungumza nafikiri Ngoso Msigwa kazungumza vizuri sana, si ndio? Ni ubora wangu dhidi ya ubora wako na udhaifu wangu dhidi ya udhaifu wangu. Sasa tutaona ubora wa nani ni bora zaidi kuliko ubora wa mwenzake, lakini pia udhaifu wa nani ni udhaifu zaidi kuliko udhaifu wa mwenzake. Atakayeweza kucapitalize madhaifu ya mwenzake anaweza akawa na nafasi nzuri zaidi ya kupata. Kwa makini hapo lazima uachwe mjini. Usiposikiliza kwa makini hapo lazima kidogo utaachwa njia panda.